Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania. Rais mstaafu wa Botswana ametuma pigo kubwa kwa Samia Suluhu na utawala wake wa CCM asubuhi ya leo. Rais huyo wa zamani wa Botswana, Ian Khama, amefichua kuwa Tanzania haina rais sasa hivi na inaendeshwa kama nchi ile ya Korea, akisema na kudai kwamba Samia Suluhu sio rais halali wa Tanzania na sasa ametaka uchaguzi mpya kuanzishwa mara moja Tanzania. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Rais huyo wa zamani wa Botswana, Ian Khama, amezua wimbi jipya la mjadala wa kimataifa baada ya kutoa moja ya shutuma kali zaidi kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 uliokumbwa na utata na maandamano. Katika mahojiano mazito yaliyosambazwa kwa upana na vyombo vya habari vya kanda, Ian Khama, ambaye huyu ni rais mstaafu wa Botswana, amesema matokeo ya kabla na baada ya uchaguzi ya Tanzania ni udhibitisho wa wazi kwamba misingi ya demokrasia ya Tanzania imeporomoka kwa kasi ya kutisha. Rais huyo wa zamani wa Botswana, Khama, alitamka wazi kuwa hamtambui Rais Samia Suluhu Hassan kuwa rais halali wa Tanzania, akisisitiza kuwa mchakato wa uchaguzi ulikuwa na dosari za kimsingi. Alisema uchaguzi huo wa Tanzania ulikosa haki, uwazi na uaminifu, akisema Watanzania walinyimwa haki yao ya kuchagua viongozi kwa uhuru. Kulingana na Khama, njia pekee ya kurejesha imani ya umma ni kwa nchi hiyo ya Tanzania kufanya uchaguzi mpya chini ya uangalizi kamili wa kimataifa. Alikwenda mbali zaidi na kusema kuwa hali nchini Tanzania inawakilisha kile alichokiita dharura ya kidemokrasia ambayo inahitaji uingiliaji wa haraka kutoka kwa taasisi za kimataifa na kikanda. Ian Khama, ambaye huyu ni rais wa Botswana wa zamani, alielezea kusikitishwa kwake kwamba licha ya madai mengi ya ukandamizaji, ghasia na ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu, eneo hilo la Tanzania limechukulia hali hiyo kama kawaida tu. Alisisitiza kwamba ukimya unaozunguka hali ya kisiasa ya Tanzania unakuwa hauwezekani kuhalalishwa. Khama alielekeza ukosoaji mkali katika Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, akisema kuwa SADC ama SADC imekaa kimya kwa makosa. Alisema badala ya kukabiliana na taarifa za ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa kisiasa nchini Tanzania, chombo hicho cha kimataifa cha kikanda kimechagua kuangalia upande mwingine. Kulingana naye, ukimya huo unaifanya SADC kuwa mshirika, kwa maneno yake, katika mmomonyoko wa kanuni za kidemokrasia. Aliongeza kuwa kushindwa kwa SADC ama SADC kujieleza kunawezesha tabia ya kimabavu, kuruhusu serikali zinazotuhumiwa kukandamiza sauti za upinzani kuendelea bila hofu ya matokeo. Khama alisema ukimya huu wa SADC unadhoofisha uaminifu wa shirika hilo lenyewe na hivyo kutoa ishara hatari kwamba taasisi za kikanda haziko tayari kulinda maadili ya kidemokrasia wakati ni muhimu zaidi kama haya ambayo yanaendelea nchini Tanzania. Katika video hiyo yake aliyoisambaza kupitia mtandao wa kijamii na iliyochapishwa na kituo maarufu cha habari cha Tanzania cha Wananchi Forum, rais huyo wa Botswana alisisitiza mara kwa mara kuwa yaliyotokea Tanzania hayawezi kudharauliwa kuwa ni siasa za ndani. Alidai kuwa dau hilo ni kubwa mno, akidai kuwa matokeo ya uchaguzi huo yaliambatana na vitisho, dhuluma na kupungua kwa nafasi za kisiasa. Alisema jambo hilo linatoa picha inayopaswa kuwahusu si wa Tanzania pekee bali mkoa mzima. Khama alionya kuwa mgogoro wa uhalali wa Tanzania unahatarisha kuyumbisha ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini, hasa ikiwa wananchi watapoteza imani katika mchakato wa uchaguzi kama njia ya kuaminika mabadiliko ya uongozi. Alisema kuwa mara nchi inapoacha kanuni za kidemokrasia inakuwa vigumu sana kurudi kwao bila msaada na shinikizo kutoka nje. Akitoa ulinganisho mkali, Khama alisema mwelekeo wa Tanzania kwa sasa unafanana na ule wa Korea Kaskazini, akidai kuwa mazingira ya woga, udhibiti na kutovumiliana kisiasa yanazidi kuwa sawa. Hata hivyo, rais huyu wa Botswana ametaka uchaguzi uregelewe Tanzania. Kulingana naye, mwelekeo huo wa Tanzania
unaonyesha kuwa taifa hilo linaondoka kwenye mfumo wa vyama vingi na kuelekea kwenye mtindo ambapo upinzani haukubaliwi. Alieleza hayo kuwa mabadiliko hatari linganishwa kwa Tanzania na rais huyu wa Botswana na nchi ile ya Korea Kaskazini kumeibua hisia tofauti kimataifa, huku wakosoaji wake wakihitaja kukithiri, huku wafuasi wakisema kuwa hali anayoieleza inaakisi mtindo wa kubana vikwazo vya kisiasa na kukandamiza vigogo wa upinzani. Hata hivyo, maoni yake yameongeza chachu kwenye mjadala ambao unakataa kufifia. Katika mahojiano hayo, Ghama alisema kuwa Tanzania haiwezi tena kuonekana kama nchi inayoheshimu uhuru wa kisiasa, akisema kuwa mfumo unaotawala unaonekana kuamua kuzima sauti za upinzani. Alidai mtindo wa kukamatwa, ghasia na vikwazo vya uhuru wa kujieleza Tanzania vinavyozunguka uchaguzi wa Oktoba 29 vinaunga mkono hitimisho hili. Alisisitiza kwamba njia ya kweli ya kusonga mbele inahitaji Tanzania kukumbatia mchakato mpya katika kabisa wa uchaguzi unaosimamiwa na chombo huru kamili chenye waangalizi kutoka Umoja wa Afrika kama vile SADC, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa waweze kusimamia uchaguzi huo mpya nchini Tanzania, na wenyeji ama raia wa nchi hiyo waweze kupiga kura upya na kuchagua rais halali. Ghama alisisitiza kuwa chochote kidogo kitaiacha nchi ikiwa imenaswa katika mzunguko wa migogoro, kutoaminiana na ukosefu wa utulivu. Ghama aliongeza kuwa moja mapungufu makubwa ya hali ya sasa ni mmomonyoko wa utawala wa sheria nchini. Alidai kuwa taasisi zinazokusudiwa kuwalinda raia badala yake zinatumika kuwatisha na kuwakandamiza. Kwa maoni yake, rais huyo wa zamani wa Botswana, hali kama hizo zinafanya demokrasia isiwezekane kuishi au kufanya kazi ipasavyo. Aidha, alionya kuwa iwapo jumuiya ya kimataifa na SADC wataendelea kukaa kimya, madhara yake yatakuwa makubwa. Kulingana naye, mifumo ya kimabavu haivunjiki kwa amani, wanabomoka kwa nguvu na kuleta mateso mengi kwa wananchi. Aliwataka viongozi wa mikoa kuchukua hatua kabla hali haijafikia hatua isiyoweza kutenduliwa. Ghama, rais huyo wa Botswana, alisema ukosoaji wake hautokani na uadui bali ni kuwajali wananchi wa Tanzania. Alisisitiza kuwa siku zote amekuwa mtetezi wa demokrasia na haki za binadamu na hawezi kukaa kimya pale nchi jirani kama Tanzania inapoonekana kutumbukia kwenye giza la kisiasa. Alisema viongozi lazima wazungumze wakati kanuni za kidemokrasia ziko hatarini. Alimalizia kwa kusema kwamba uongozi lazima siku zote uakisi matakwa ya wananchi, si maslahi ya watawala wanaotawala. Kwa maoni yake, matukio ya Tanzania yanadhihirisha kuwepo kwa pengo kati ya wananchi na wale wanaodai kuwawakilisha. Alionya kwamba isipokuwa mageuzi haraka yataanzishwa, Tanzania inaweza kupoteza sifa yake ya muda mrefu kama moja ya mataifa ya Afrika Mashariki yenye utulivu. Katika hotuba yake ya mwisho, rais huyo wa zamani wa Botswana Ghama alisema dunia lazima ichukue hali ya Tanzania kwa uharaka. Alisema kuwa kupuuza ishara hizo sasa kutasababisha machafuko makubwa na mgogoro wa muda mrefu wa kisiasa. Mtazamaji, je, maoni yako ni yapi kulingana na ujumbe huu wa rais huyu wa zamani wa Botswana? Na kuachia uwanja huu wa comment section, like video hii kisha subscribe.